langu ni Vonivako Ruvanda, ni mkurugenzi msaidizi kutoka idara ya usimamizi wa maafa iliyo chini ya ofisi ya waziri mkuu. Leo tumeshiriki katika ufunguzi wa kikao hiki ambacho ni kikao cha mtandao wa mashirika yasiyo serikali yanayojihusisha na usimamizi wa maafa, yani DINGONET. Hiki kikao ni muhimu sana, sio tu kwa mashirika haya, lakini pia kwa upande wa serikali. Sisi kama ofisi ya waziri mkuu, sisi ni waratibu wa shughuli zote za usimamizi wa maafa, na katika uratibu tunafanya shughuli na wadau wote, yakiwemo mashirika yasiyo ya kiserikali. Kwa hiyo kunapokuwepo na huu mtandao wa DINGONET unaturahisishia sana sisi waratibu, kwa maana idara ya uratibu ya usimamizi wa maafa iliyo chini ya ofisi ya waziri mkuu. Kwa maana mashirika yasiyo ya kiserikali yenyewe kwanza yameanza kujiratibu, yenyewe kwanza yameanza kuweka mipango yao. Maana yenyewe kwanza imeweka mipango ikiwemo ya kutafuta rasilimali na matumizi ya rasilimali katika usimamizi wa maafa. Kwa katika huo uratibu inakuwa ni rahisi sana kwa sisi waratibu ambao ni kutoka idara ya usimamizi wa maafa kushirikiana nao, kwa maana sisi sasa kupitia DINGONET tuna uwezo sasa wa kufanya na waratibu wote na mashirika yote yasiyo serikali yanayojihusisha na usimamizi wa maafa, na hilo ndio kitu kikubwa sana, na sisi kama serikali tunaona hiki kitu ni muhimu sana na kuendelea kuwepo kwa vikao hiki na ushirikiano huu wa mashirika yasiyo serikali kupitia mtandao wa DINGONET ni muhimu pia ni kitu cha umuhimu na kitasaidia sana katika uratibu na kujenga uhimilivu kwa wananchi kuhusiana na majanga mbalimbali ambayo yamekuwa yakitokea nchini. Mimi naitwa Dr. Ruga Kawa, ni mtaalamu wa masuala ya maafa na ndio mwenyekiti wa mtandao wa mashirika yasiyo ya kiserikali yanayoshughulika na maafa Tanzania. Mkutano huu ni muhimu sana kwetu kama wadau wa maafa. Kwanza tunakutana kwa mkutano wetu wa mwaka, lakini vile vile tunakutana kuweka mipango mkakati work plan yetu ya mwaka huu 2026. Na kwa sababu tumeshapata taarifa mbalimbali kutoka serikalini kuhusu hali ya hewa na viashiria vya maafa ambayo kutokea, ikiwepo mafuriko sababu ya mvua nyingi baadhi ya sehemu, tunaweka mpango mkakati wa jinsi gani tunaweza kushirikiana ili tuweze kusaidia serikali kuokoa mali na watu ambao wanaweza kukumbwa na majanga yatakayotokea. Mwaka jana kumekuwa na maafa mengi yametokea. Kwa kiasi gani mlishirikishwa? Kwanza tunapenda kushukuru serikali, tumeshirikishwa kwa ukaribu sana. Tumeshirikishwa kwa kupewa taarifa maafa yanapotokea, na tumeshirikishwa katika kufanya tathmini ya hayo maafa, na vile tumeshirikishwa katika kwenda kutoa misaada maafa yanapotokea. Tumeshiriki ANAN, wanachama wetu wengi wameshiriki ANAN kufanya tathmini na ofisi ya waziri mkuu chini ya uratibu wa ofisi ya waziri mkuu, na tumeshiriki katika kutoa misaada kule ANAN. Tumeshiriki Kibiti na Mkulanga mafuriko yalipotokea na Rufiji, tumefanya tathmini kwa kushirikiana na ofisi ya waziri mkuu, na vile tumeenda kutoa misaada kwa watu walioathirika. Tumeshiriki katika jengo la Kariakoo lilipoanguka, mngekuepo baadaye mngeona taarifa yetu. Tumeshiriki katika kutafuta watu waliofukiwa na kifusi na kutoa misaada mbalimbali katika poromoko la Kariakoo. Kwa hiyo yote tumeshiriki, lakini kwa uratibu mzuri sana wa ofisi ya waziri mkuu, ambako tunaishukuru serikali kwa kuweza kutushirikisha. Changamoto zipo, changamoto hazikosekani. Kama nilivyosema katika taarifa yangu, watu mwingine taarifa tena hii naisema kwa sababu nyinyi waandishi wa habari mpo, taarifa zinatuma mitandaoni na sehemu nyingine zinapotosha. Na hizo nimesema kama mtandao tunataka kupata taarifa sahihi kwa wakati sahihi. Kwa hiyo taarifa nyingine zinapotosha, kwa hiyo watu wengine wanapata taarifa sahihi kutokana na baadhi ya vyombo vya habari au baadhi ya wadau. Lakini la pili kubwa ni rasilimali za kuweza kutoa misaada inapotokea. Kwa hiyo na yenyewe ni changamoto, inabidi tufanye kazi ya ziada kutafuta rasilimali kuweza kuwahudumia watu walioathirika na maafa. Na la tatu ni hali ya hewa. Watu wengine tukipenda Rufiji kule unakuta njia hazipitiki, hamwezi kufika kwa wakati, lazima mtumie boti au kwa hiyo unakuta changamoto ziko nyingi, lakini ndio kazi yetu. Changamoto zipo hizi tufanyie kazi kuweza kuokoa watu walioathirika na maafa. Naitwa Masho Mpokonya, nafanya kazi Caritas, Baraza la Maaskofu Tanzania. Caritas inashughulika na masuala ya kuratibu majanga na maafa kwa upande wa Kanisa Katoliki,
Kuwepo kwetu kwa leo imekuwa ni faraja kubwa, kwa sababu kwanza tukiwa kama wadau tunaoshughulikia masuala ya majanga na maafa, inatuongezea uelewa zaidi ni namna gani tunaweza tukakabiliana, lakini pia inatuongezea upana wa kushirikiana na mashirika mengine ambayo yanashughulikia masuala ya majanga na maafa. Kama tulivyomsikia mgeni rasmi na mwenyekiti, kuna mambo mengi ambayo yameanzishwa, kwa mfano mfumo wa utoaji taarifa wa kielektroniki, lakini pia kutakuwa na mafunzo mbalimbali. Kwa hiyo kwa kuwepo hapa leo kumetusaidia sisi kuweza kupata taarifa na kutuongezea umakini zaidi wa kuweza kujiandaa kwa mwaka 2026. Kwa majina naitwa Grace Beatus Lugwisha, ni mshiriki kutoka organization inaitwa HWPL. HWPL ni kiungo kikubwa sana na tunashirikiana na kuungana mkono na Dingonet kwa hatua kubwa sana ili kuweza kuzuia kazi ya maafa, lakini pia tunafanya kazi kwa upande ambao nimeongelea IRPA wa dini kwa ajili ya kuwaongoza au kuwaelimisha viongozi wa dini pia kwenye upande wa amani, ili kuweza kuwafikia watu mbalimbali hata wakiwa katika upande wa dini kupata ile elimu ya amani ili kuzuia maafa mbalimbali.